Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 29, kipindi cha kawaida, mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 4, aya ya 20 hadi ya 25. Na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Luka, sura ya 12, aya ya 13 hadi ya 21. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Mtu mmoja katika makutano alimwambia Yesu, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa muamuzi au mgawanyi juu yenu?" Akamwambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo." Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, "Nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu." Akasema, "Nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nitajenga nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitaiambia nafsi yangu, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi." Lakini Mungu akamwambia, "Mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitayarishe kwa Mungu." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Nawalika tutafakari sehemu hii ya Injili tuliyoisikia. Ndugu zangu, katika sehemu ya kwanza ya Injili hii tunamuona mtu aliyeingilia muktadha wa Yesu akiwa anafundisha kwa kuleta shauri juu ya ndugu yake ambaye inaonekana hakuwa tayari kumpa urithi wa mali za baba yao. Mtu huyo alimuona Yesu kama rabi, yaani mwalimu wa dini ya Kiyahudi, na ndiyo maana alimpelekea shauri hilo, kwani ilikuwa ni kawaida kwa watu wa Palestina wa nyakati hizo kupeleka mashauri kuhusu mirathi kwa marabi. Majibu ya Yesu kwa mtu huyo yanaonekana sio mazuri kwa mtu huyo. Pengine ni kwa sababu Yesu anaiona nia ya ndani ya mtu huyo, ambayo ni tamaa ya mali za ulimwengu. Mtu huyo akisukumwa na tamaa za mali ya urithi, hajali kwamba Yesu anafundisha habari juu ya ufalme wa Mungu, na ndiyo maana anayaingilia na kuyakatiza mafundisho ya Yesu kupitia shauri hili analolipeleka. Hamuoni Yesu kama mhubiri wa habari njema ya wokovu, bali anamuona kama mtu atakayemsaidia tu kupata mali ya urithi wa dunia hii. Kumbe kwake yeye, Yesu ni njia ya kupata mafanikio ya kiuchumi tu kupitia kumshinikiza ndugu yake amgawie mali ya urithi. Jibu la Yesu pia linaonyesha kwamba yeye sio sawa na marabi wa Kiyahudi ambao kusuluhisha migogoro ya mirathi ilikuwa ni moja ya majukumu yao. Yeye anawataka watu wapate mali isiyoharibika, nayo ni uzima wa milele. Tujitafakari sisi wenyewe. Je, maombi yetu na sala zetu kwa Kristo mara nyingi ni nini tunachoomba hasa? Sio mali na utajiri, elimu au vyeo vya dunia hii ambavyo vyote hupita. Je, tujiulize tena, tunamuona Yesu kama msaada wa kutupatia mali za dunia hii, au tunamuona kama Mungu na mkombozi wa ulimwengu? Yawezekana tumeomba sana, lakini hatupati yale tunayoomba. Pengine ni kwa sababu tunajikita zaidi katika kuomba mali, vyeo na mambo mengine ya ulimwengu huu. Kwa kufanya hivyo, hatutofautiani sana na huyu ndugu ambaye ombi lake kwa Yesu ni kumtaka Yesu amfanye ndugu yake amgawie sehemu ya urithi wake.
Tunaishi katika dunia ambayo zipo injili zinazosisitizwa na zinazopendwa na kuvutiwa na watu wengi. Na hizi ni injili juu ya Yesu, mtoaji wa mali na utajiri. Lakini sehemu hii ya injili inatukumbusha kwamba kipaumbele cha Yesu ni uzima wa milele wa Wakristo na sio kuwalimbikizia mali na utajiri. Katika injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 33, Yesu mwenyewe anasema, "Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, mengine yote mtapewa kwa ziada." Ndiyo maana msisitizo wake ni juu ya ufalme wa mbinguni na sio hayo maziada. Hivyo basi, tujihadhari na mafundisho yanayosisitiza kwamba kwa Yesu kuna utajiri, kwa Yesu tutapata fedha, mali na ajira, huku yakikaa kimya kuhusu uzima wa milele na utakatifu unaopatikana kwa Yesu. Mtakatifu Inyasi wa Loyola anasema, yafaa nini kwa mtu kuyapata malimwengu yote na kukosa uzima wa milele? Tuyafungue macho yetu ya kiroho na kumuona Yesu kama njia, ukweli na uzima, tena uzima wa milele. Yeye anayatambua mahitaji yetu ya kimwili. Anatambua kwamba tunahitaji chakula, nyumba, mavazi na mengineyo. Tufanye kazi kwa nguvu alizotujalia, naye atazibariki na zitazaa matunda, nasi tutayapata mahitaji yetu. Tumuombe abariki kazi za mikono yetu ili zisiharibiwe na yule mwovu. Lakini pia akisha tubariki, tusijisifu kuwa ni juhudi zetu na hivyo kujilimbikizia, bali tukumbuke kuwa wakarimu kwa wenzetu. Sehemu ya pili ambayo ni mithali ambayo Yesu anatupa katika injili hii juu ya tajiri huyu mpumbavu inasisitiza juu ya kuwa wakarimu pale Mungu anapotubariki. Kama wewe ni mkulima kwa mfano, ardhi pamoja na mbegu na mazao vyote vimetoka kwa Mungu, yeye ndiye aliyeviumba. Nguvu za kulima pamoja na maarifa ya kilimo nayo yametoka kwake. Mvua zimetoka kwake. Yeye ndiye aliyeibariki nchi nayo ikatoa mazao. Kumbe basi, unapopata mazao mengi, kumbuka basi kuwasaidia wengine kama namna ya kurudisha shukrani kwa Mungu. Tusifikiri kuhusu kujilimbikizia mali na kustarehe na kuwa wapumbavu kama huyu tajiri ambaye hakufikiri kuhusu kujitafutia mali isiyoharibika ambayo ni uzima wa milele kwa kutumia mali alizojaliwa na Mungu. Kwa hiyo, baraka na mali tunazojaliwa na Mwenyezi Mungu tuzitumie kujipatia utakatifu. Tutoke kwenye tamaa ya mali hizi ambazo hatutadumu nazo milele na tuingie kwenye tamaa ya uzima wa milele na utakatifu. Tunashuhudia magomvi mengi kati ya ndugu katika familia mbalimbali juu ya mali. Tena wengine wanadai mali hizo kwa nguvu, lakini kiuhalisia wanataka kudhulumu na kisheria sio zao. Tukumbuke kuwa mali ya dhuluma haina baraka na inaweza kuwa chanzo cha taabu na mahangaiko kwetu, kwa familia zetu na kwa ndugu zetu kwa ujumla na kwa jamii. Hivyo ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe neema na mwanga wa kutambua ya kwamba tunapaswa kutumia yale anayotujalia kujitafutia utakatifu, na pia atupe neema ya kutambua ya kwamba tunapaswa kuelekeza macho yetu na mioyo yetu na akili zetu katika uzima wa milele na sio malimwengu haya ambayo yanapita. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya siku ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Priscus Chua wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.